Mimi naitwa Steven Adili, ni mkuu wa wateja binafsi benki ya CRDB. Leo jambo kubwa ambalo tumelifanya katika makao makuu ya benki ya CRDB ni kusaini partnership ambayo itakuwa kwa miaka mitatu, kwa maana msimu huu wa 16, msimu wa 17 na msimu wa 18, ambapo benki ya CRDB Big Brand tunaingia kwenye kusapoti vijana kuweza kuona vipaji vyao, kuvikuza vipaji, na hapa mmeona leo kuna kipaji ambacho Chief Judge amekiona na amekipa fursa ya kuingia kwenye top 10 moja kwa moja. Kwa hiyo hii ndio partnership ambayo tunaingia leo, na tumejizatiti kabisa financially, lakini pia katika kuhakikisha kwamba tunaenda kwa muktadha huo ambao unaenda kuibua vipaji vingi na kufanya vipaji kuwa ajira. Kwa hiyo ndio maana tumeingia kwenye partnership hiyo. Bila kuingilia utaratibu wa BSS, sisi pia kama benki ya CRDB kuna pesa tutakazozitoa si chini ya milioni 30 kwa mshindi wa mwaka huu, lakini kwa kila mshindi kwa maana ya msimu wa 17 na 18 pia kuna pesa ambazo zitatoka direct kutoka benki ya CRDB. Na zingatia kwamba nimesema bila kuingilia utaratibu wa BSS. Kwa hiyo ile zawadi yao itakuwepo, lakini pia kutakuwa na zawadi ambayo itatoka benki ya CRDB. Mtarajia vitu vizuri. Kama unaona so far tumesharusha karibu vipindi 10, tunakaribia kufika finali ambayo itakuwa kwenye tarehe 26-27 mwezi ujao. Kwa hiyo tutarajie mambo mazuri, kwa sababu ni mara ya kwanza tuna sponsor ambaye tuna mwendelezo, tuna uhakika wa kupanga vitu kwa uhakika zaidi, kwa sababu tumesha secure sponsor wa next season. Kwa hiyo ni kila mwaka tunafanya vitu tofauti tofauti, kwa hiyo next year vitakuwa tofauti zaidi, kwa sababu kama mwaka huu unaona tumeongeza vipaji, tumeongeza comedians, actresses na vitu kama hivyo. Kwa hiyo sisi tuna mambo mapya kila siku, tumeongeza nchi. Kwa hiyo vitu vyetu, kwa sababu ni vision, ni vitu vya kuona, siwezi nikaviongea ukavielewa sana, lakini mtu akiendelea kuangalia sinema zetu Azam TV atakuwa naona vitu vyetu vipya kila mara. Ni brandi kubwa, ni brandi ambayo wanajikita sana kwenye vitu vya vijana ambavyo nafikiri mkiwa mkiona, kwa itaongeza ufahamu kuwafikia watu wengi zaidi, tukiwa tunazunguka mikoani na wao, kwa sababu watainvest kuhakikisha tunawafikia vijana wengi zaidi. Inawezekana tukaongeza mikoa, inawezekana nataka niongee nao, tunaweza tukafanya Bongo Star Search Festival hivyo, kama wako liquid kiasi fulani. Kwa hiyo tuko sawa vizuri. Kwa hiyo ni mafanikio mazuri sana, ni dream come true sisi kufanya nao kazi kwa ukubwa huu. Tushawahi kufanya, lakini sio ukubwa huu. Ndio maana ukuwahi kuitwa kwa udogo, lakini sasa hivi tembo kama tembo. Hii ni haihitaji rocket science. Kila category na kipaji kinajitegemea. Huwezi kushindanisha mwanamuziki na comedy. Kwa hiyo comedy, mshindi wa comedy atakuwepo, washindi wa dance atakuwepo, wachoraji bora atakuwepo, na watakuwa na zawadi zao tofauti tofauti. Kwa hiyo sisi mshindi, tuseme muziki ndio core purpose yetu kwa sasa hivi, ndio kikubwa zaidi. Kwa hiyo kadri tunavyoenda hivyo vipaji vingine vitaendelea kuwepo vingi zaidi. Kwa hiyo kuna mshindi, kuna mshiriki amefika top 10 ambayo ni comedian, kuna kundi la dancers wamefika top 10 ambao wao ni tofauti, kuna wengine waliwasilisha tayari ma paintings yao ambao pia wamefika kwenye hiyo level yao, si ndio? Kwa hiyo kila category ina zawadi yake, sio kwamba eti hiyo milioni 50 hiyo ya dancer itakuwa sio fair, kwa sababu dancer hawezi kushindana na muimbaji au na actress au na comedian. Mimi ni Devota Fimbo, ni mwakilishi wa afisa mtendaji mkuu wa Mfuko wa Utamaduni na Sanaa Tanzania. Mfuko wa Utamaduni na Sanaa Tanzania huu ni mfuko ambao uko chini ya Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo. Tunaweza tunasema kwamba ni wizara yenye heka kwa sababu kuna habari, kuna michezo, kuna sanaa, lakini pia kuna utamaduni. Ni mfuko ambao uko chini ya Waziri Paul Christian Makonda, kama mnavyomjua ni waziri wa heka. Okay. Sasa sisi kama mfuko wa utamaduni tunafanya kazi na CRDB toka mwaka 2021 ambapo sisi tunatoa mikopo kwa wasanii. Tunatoa mikopo kwa wasanii toka mwaka 2021 mpaka leo hii. Na kuanzia mwezi wa 3, tuseme mwezi wa 2,
waziri wetu aliintroduce kile kitu cha watengeneza maudhui, kutoa mikopo kwa watengeneza maudhui. Sisi mfuko ndio tuna hilo jukumu la kuwawezesha vijana ambao wanatengeneza maudhui yao mtandaoni kwa kuwawezesha kwa kuwapa mikopo. Na kwenye hiyo mikopo ya content creators tunadeal sana na hawa watu wa youth banking ambao kiongozi wao ni Mr. Adili hapa. Kwa hiyo basi kwa sababu hiyo youth banking CRDB niseme inaingia partnership na BSS, tuseme hivi, na sisi kama mfuko wa utamaduni na sanaa Tanzania tupo tayari pia kufanya kazi na watu wa BSS. Kwa sababu tunajua BSS wanaendeleza wanaibua vipaji pia na kuviendeleza, na sisi kama mfuko tuko tayari kwa kuwawezesha kwa kuwapa mikopo wasanii wote wanaotoka BSS, sio tu kwa washindi, lakini hata wale ambao hawakuweza kufanikiwa kufika fainali na kuwa washindi pia tutakuwa nao. Lakini pia kazi nyingine ambayo tunafanya sisi ni kutoa mafunzo. Tunatoa mafunzo sehemu mbalimbali, lakini naomba niongelee mafunzo matatu ambayo ni makubwa ambayo tumeyafanya siku za hivi karibuni. Tarehe 25 mwezi wa 3 mwaka huu 2026 tulifanya mafunzo kwa watengenezaji wa maudhui katika ukumbi huu wa CRDB, ambapo tulikuwa tuna mada tofauti, lakini pia tulikuwa tuna wenzetu watu wa CRDB waliweza kutusaidia pia katika mafunzo kwa kushiriki kwa kutoa mada zao mbalimbali. Lakini pia tukawa tuna mafunzo mengine ya content creators tarehe 1 mwezi Aprili 2026 jijini Mwanza, na mengine tulifanya tarehe 8 Aprili 2026 jijini Arusha. Kwa hiyo niseme hivi, tuko tayari kuendelea kushirikiana na CRDB, lakini pia tuko tayari kushirikiana na BSS.